kwa sababu tumejikuta tumewachia kazi ya Mungu watu wachache ambao sisi tunaona kwamba labda wao ndo wanafaa, labda wao ndo wanastahili, na sisi tumejiweka pembeni kidogo tukisubiria labda hapo baadaye tutakuja kuwa watu wa namna hiyo. Lakini mtu wa Mungu, kwa asilimia kubwa hii ni udanganyifu wa shetani ambao ameingiza kwenye kanisa. Na maanisha nini kusema udanganyifu? Ni shetani ametuaminisha hivyo vijana ili kuweza kupunguza nguvu kazi katika kazi ya Mungu. Unajua kazi ya Mungu watu wengi wanadhani mpaka usimame madhabahuni, labda uwe ni mzee wa kanisa ama ni uwe shemasi ama uwe mwinjilisti unajulikana. Lakini kusudi la Mungu tokea awali alipolifanya kanisa ilikuwa ni kila mtu pale pale alipo anakuwa mjumbe. Biblia inasema sisi ni wajumbe. Anakuwa mjumbe wa Yesu, anamwakilisha Yesu pale pale alipo. Mtu ambaye anafanya kazi anamwakilisha Yesu kazini kwake. Mtu ambaye ni mwalimu anamwakilisha Yesu mashuleni. Mtu ambaye ni mwanafunzi anamwakilisha Yesu kwa wanafunzi. Kwa hiyo unajikuta tunatawanyika, kila mtu anakuwa ni mjumbe katika eneo lake alipo. Hivyo alivyo. Paulo akasema kwamba kama wewe ulikuwa ni mtumwa labda ukaja ukaamini, basi ubakie katika hali yako hiyo hiyo. Kama ulikuwa ni mtu wa namna fulani, usitaki kuanza kujibadilisha ili kuwa mtu wa namna fulani ili uweze kufiti ndio uanze kazi ya Mungu. Hapana, unaanza kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe atakubadilisha kwa namna yake na kukuongoza na kukufundisha na kubadilisha kadri ambapo unazidi kumtumikia, kadri ambapo unazidi kushuhudia, kadri ambapo unazidi kusoma neno, kadri ambapo unazidi kuomba, kadri ambavyo unazidi kutoka na kuonyesha ule uhalisia wa Kristo aliye ndani yako. Ukaonyeshe kwa watu wakaone ule uhalisia wa Kristo aliye ndani yako. Wewe kama wewe unapookoka haubadilishi personality yako. Mwingine anataka ili aanze huduma inatakiwa aanze kuzungumza kama mtu fulani, labda kama mtumishi fulani. Anaona kuzungumza vile ndo kama unakuwa na upako. Hapana, Mungu alivyokuumba wewe anakujua hivyo ulivyo. Kama unazungumza kipole anakujua kabisa huyu atanifaa kwa sehemu hii hapa. Kama wewe ni mtu wa namna fulani, ni mcheshi, anakujua kabisa huyu atanifaa katika sehemu hii hapa. Lakini sio wewe upo hivi unakuja kuamini sasa unataka kuanza kujibadilisha kuwa kama mtu fulani, kuwa kama mtumishi fulani ili ndio uweze kufanya kazi ya Mungu. Hapana, hilo sio kusudi la Mungu. Hivyo ulivyo na personality yako hiyo, upekee wako huo ndo Mungu anautaka, kwa sababu anajua kuna watu utawafikia ambao mtu mwingine mwenye personality tofauti atashindwa kuwafikia. Kwa na kuhitaji wewe na personality yako hiyo. Hahitaji wewe uanze kujibadilisha tena uwe na personality ya mtu mwingine. Tayari hiyo personality ipo, anakuhitaji wewe, amekuokoa wewe, uwe wewe kama wewe na uweze kufikia watu ambao Mungu amekusudia kwa aina yako hivyo ulivyo. Kwa tumedanganywa kwa muda mrefu kwamba tunaambiwa kwamba vijana inatakiwa tuwe namna fulani ndio tuweze kufanya kazi ya Mungu. Hapana, kijana, kuhakikishia hivyo ulivyo. Anza kumwakilisha Yesu hapo ulipo. Anza kumwakilisha Yesu unapofanya kazi. Anza kumwakilisha Yesu mitandaoni. Vitu ambavyo unaviposti mitandaoni viakisi ule uhalisia ambao uko ndani ya roho yako. Wewe ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Basi onyesha ule upya ndani ya Kristo. Usianze tena kuonyesha vitu ambavyo havijengi watu, vitu ambavyo havimwakilishi Kristo vyema. Sisi ni watumwa, ndugu yangu. Sisi sio hatufanyi vitu kwa nafsi zetu wenyewe. Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, na hai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Anasema mimi siishi tena ila Kristo anaishi ndani yangu. Kwa katika maisha yako useme kwamba usiishi wewe, usio wewe, hapana, lakini ule uhalisia wa Kristo uonekane katika maisha yako. Paulo akasema tena, iweni na nia hiyo ndani yenu kama nia iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye kwanza aliona si kufanya kwa namna ya Mungu bali alinyenyekeza. Kwa hiyo tuwe na namna ya Kristo katika mwenendo, katika tabia, katika usemi, katika kuishi na watu. Tusinyanyapae watu, tupendane na tuishi na watu vizuri. Hata kama mtu hajaamini, Kristo alikuwa anaishi na watu wote
vizuri, alikuwa anaishi na watu ambao hawajaamini vizuri, alikuwa anaishi na watu ambao wameamini vizuri. Na kwa kuishi nao vizuri, hata kama hawajaamini, ni rahisi sana kuhubiria injili ukiwa nao karibu. Lakini kama unajitenga, unajua wewe ni mtu fulani VIP, labda unajua ni mtu fulani ambao sasa hutakiwi kuchangamana kabisa. Hapana, hapana, Biblia haisemi hivyo. Haisemi kwamba tusichangamane, tutengane nao kabisa. Hapana, bado tupo katika dunia na watu tunahitaji waamini. Tunahitaji watu wafikiwe na injili. Tunahitaji watu wafikiwe na kweli ya Mungu. Kwa hiyo tukijitenga sisi, tukisema sasa sisi atuchangamane nao kabisa, tunakuwa tunakosea. Lakini pia tukisema sasa sisi tunachangamana nao kabisa 100%, na hapo tunakuwa tunapotea. Kwa sababu boti ikiwa kwenye bahari haina shida, lakini bahari ikiwa kwenye boti lazima izame. Sisi tupo ulimwenguni, lakini sio ulimwengu huu. Tusiruhusu bahari ingie kwenye boti yetu, lakini boti yetu ibakie kwenye maji, ili tuweze kuwa ushuhuda kwa watu, tuweze kuwa ushuhuda kwa wasioamini. Kijana, uwe ushuhuda mzuri kwa watu. Angalia vitu ambavyo unaweka mtandaoni. Hivi vitu unaweza usiambiwe na wazee, kwa sababu wazee wetu asilimia kubwa watumia hata mitandao. Lakini jitahidi kijana, vitu ambavyo unavipost, unaweka mtandaoni, unaweka kwenye reels zako, unaweka kwenye post zako, unaweka status WhatsApp, unaweka Instagram, unaweka TikTok, basi vimwakilishe Kristo. Uhitaji kuwa na madhabahu ama jukwaa ili uweze kuhubiri injili. Vitu vidogo vidogo ambavyo unavifanya kila siku, hata mavazi tu. Tujitahidi vijana, katika sehemu ambao tunaona kabisa tunavaa vitu ambavyo havimwakilishi Yesu vizuri, tunafanana na dunia, bahari inaanza kuingia kwenye boti. Mtu wa Mungu, jitahidi kuhubiri, sio tu kuzungumza maneno kama hivi ambao tunasema tunazungumza. Kuhubiri ni katika mwenendo, katika usemi, katika matendo, katika vitu vidogo vidogo ambavyo unaviona kama vina thamani, lakini hivyo vina nguvu katika kumbadilisha mtu, vina nguvu katika kumgusa mtu, vina nguvu katika kufanya mtu aone kitu cha tofauti kwako. Mbona huyu yuko hivi? Mbona huyu anaposti vitu kama hivi? Mbona huyu anapozungumza na watu anazungumza hivi? Mbona huyu upendo wake ni wa tofauti na watu wengine ambao nimekutana nao? Sio paka uanze kumwambia bwana okoka. Hapana, katika mwenendo, katika usemi, katika matendo unaweza kumgusa mtu. Unaweza kumfanya mtu amuone Yesu aliye ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kijana, na kutia moyo kijana, fanya anza pale ulipo. Usisubiri paka upate vitu fulani. Anzia hapo ulipo unapofanyia kazi. Hapo nyumbani kwako. Anza kuhubiria watu. Na nimesema kuhubiri sio tu kuzungumza, hubiri kwa matendo, hubiri kwa mwenendo safi, hubiri kwa usemi. Mavazi yako yamwakilishe Yesu, matendo yako yamwakilishe Yesu. Kila kitu unachokifanya katika simu yako vimwakilishe Yesu. Hata mtu akishika simu yako aone kwamba huyu kweli ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa Jumapili tulikuwa ibadani, mtu mmoja simu ikaita pale, ikaanza na Wasafi. Mtu wa Mungu, simu yako ringtone naweka nyimbo za duniani. Sasa umepanda kwenye gari, unataka kumhubiria mtu, labda kumshuhudia mtu, simu ikaita, huyo mtu atakufikiriaje? Sawa, hatupo kwenye kwamba ni dhambi, sio dhambi hiki ama hiki, lakini tumwakilishe Yesu ambaye yuko ndani yetu. Vijana, tumwakilishe Yesu ambaye yuko ndani yetu. Katika siku za mwisho, Mungu anataka kutumia vijana. Mungu anataka kutumia kijana. Jiweke tayari. Hapo ulipoanzia, Mungu atafuti mtu mkamilifu, lakini akiingia anakufanya uwe mkamilifu siku baada ya siku baada ya siku baada ya siku, ili kufanana na Yesu. Kwa hiyo kijana, usikate tamaa. Najua vijana tuna mambo mengi, najua kuna changamoto nyingi, najua kuna vishawishi vingi kwenye mitandao, kwenye nini. Najua sio peke yako, wote tunapitia na wengine wanapitia zaidi. Lakini hapo ulipo, usisubiri paka uwe kama mtu fulani, usubiri paka ukamilike. Anzia hapo ulipo na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba dunia inapita na mambo yake yote, bali afanye mapenzi ya Mungu hatadumu. Najua vijana tuna mambo mengi, tuna mawazo mengi ya maisha baadaye, tuna vitu vingi tunaviwaza, tunavifikiria, lakini afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele.